Uhali gani mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, ni wakati mwingine tena uko nami mtangazaji wako Ganji Mashaka, unaweza ukaniita Charming Mama. Na leo katika kipindi hiki cha maisha na watu tutazungumzia kuhusu watu wanaoigiza maisha. Watu wanaoigiza maisha ni watu wa aina gani? Ni watu ambao wanaishi katika sura ambayo sio halisi. Wanataka kuonekana wana maisha fulani, lakini katika uhalisia wa maisha hawako hivyo. Lakini katika gurudumu hili la watu ambao wanaigiza maisha sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Master Photo au ukipenda unaweza kumuita Ayubu Amos. Bwana, mambo vipi? Shwari kabisa. Uko poa? Niko fresh. Swala zima la watu wanaoigiza maisha kwanza hiyo tuiache, tutaizungumza. Kwanza huu ni msimu ambao tunakula senene. Watu wa Kagera tunakula senene. Msimu wa senene. Tunaelekea kiangazi. Ukiona senene tayari kiangazi kinaingia. Lakini nikuulize swali la kizushi, upo tayari? Nipo tayari. Ni kweli senene tamu kuliko nyama? Ni sahihi. Senene ni tamu kuliko nyama. Kwa nini? Kwa sababu senene ni kitu kinachopatikana kwa msimu, ila nyama zinapatikana kila siku. Alafu senene mtamu, sasa nikwambie, nikuibie siri. Senene mtamu ni yule unayemkimbiza kichakani, tofauti na wasiku hizi ambao wanatega taa unaenda unachukua. Kwa hiyo senene wa siku hizi sio watamu? Naweza nikasema sio watamu kivile. Mimi nimezoea wale senene wa kukimbiza kichakani. Lakini yote ni katika mambo ya utandawazi, ilirahisisha mambo, watu wamekuwa wangaiki katika upatikanaji wa senene. Lakini wewe mtazamaji, utadondosha komenti yako utuambie, je, unapenda senene? Lakini je, ni kweli senene tamu kuliko nyama? Pointi yako ni kwamba senene tamu kuliko nyama kwa sababu zinapatikana kwa muda mchache. Lakini mimi ili uweze kunishawishi kama senene ni tamu, hebu niwekee pale kuku fulani amemarinetiwa vizuri, amekaangwa safi, niwekee na senene uone nitaenda wapi. Kiuhalisia, sitaki nikudanganye, kiuhalisia utakimbia senene. Kabisa, senene ni tamu kuliko nyama. Basi naomba katika kipindi kijacho uje navyo vyote, afu nitachagua nione kipi ni kitamu niende nacho. Yaani hata kesho nakuletea, kwa sababu senene wapo wa kutosha kwa sasa hivi kwa wananchi wa Tanzania. Kwa mkoa wetu wa Kagera sasa ndo mavuno ya senene. Imagine unavuna kitu ambacho hujaenda shambani. Mungu ameshusha neema. Hata kama wendi shambani basi una uwezo wa kupata senene. Kwa hiyo senene ni tamu kuliko nyama. Kama ulivyonistopisha kwamba tutaendelea huko, lakini senene naona siku hizi zimekuwa fursa sana. Nadhani kuliko hata miaka ya zamani haikuwa hivyo. Sasa hivi senene wamekuwa ni fursa kubwa kutokana na ongezeko la utandawazi. Zamani kama nilivyokuambia, kwa watu wa zamani kama sisi sasa Mwenga, unaona, tulikuwa tunawakimbiza. Kwa hiyo kuja kupata hata kilo moja ya senene ilikuwa ni changamoto. Kianzia asubuhi hadi jioni kupata kilo moja ya senene ilikuwa ni changamoto. Lakini sasa hivi watu kuna mtego anatega senene. Basi Master Photo inatosha, kwa sababu utakuja na senene na kuku nichague, utatuelezea zaidi kuhusiana na senene. Lakini mtazamaji, kama ambavyo tumekushasema kwamba leo hii tutakuwa na mada inayosema watu wanaoigiza maisha. Lakini kabla tujaenda kwenye mada, nikuulize swali. Je, unahisi watu tunaishi katika uhalisia wetu wa maisha au wengi wetu tunaigiza? Nikirudi kwa Ayubu, unafikiri ni kwa nini siku hizi watu wanaigiza maisha? Lakini nini maana ya mtu ambaye anaigiza maisha? Hebu tuambie na mtazamaji aweze kufahamu kuhusu hilo. Kwanza kabisa, kuna msanii mmoja aliwahi kuimba ya haya uko wapi. Yeye alikuwa anaigiza maisha ya kiutajiri, wakati huku maisha yake ni ya kawaida. Watu wengi wanapenda waonekane wako juu kuliko kuonekana wako chini. Kwa hiyo tunaweza kusema baadhi ya watu wanapenda kuonekana kuwa wafalme, wakati huo maisha yao tunaweza kusema ni ya wasakatonge, yani ni watu ambao bado wanapambana. Kwa hiyo anaigiza maisha kwa sababu hata kutokana na huruka za kimaisha, lakini pia tunaweza kusema hata ukosefu wa elimu. Uwezo kaigiza maisha, maana utaigiza wewe ni tajiri, sawa, tukataa utaigiza wewe ni tajiri, lakini kuna wakati utaweza kupungukiwa baadhi ya vitu, 1 2 3, utahitaji msaada katika jamii. Utahitaji msaada huku tayari umejionyesha kwamba wewe ni tajiri. Kumbe kwenye wallet au kwenye account huna chochote, ni msakatonge. Wewe ni mtu wa kutafuta vibarua, ni mtu wa kujitafuta kwa lugha za kisasa zaidi wanazozitumia hizi za lugha za mtaani. Lakini watu wengi wanaiga maisha wakiamini kwamba wakiiga maisha kuna vitu wataweza kuvipokea, hasa katika swala zima la utapeli. Siku hizi utapeli upo katika njia mbalimbali.
tunaweza kuzungumzia kuna utapeli wa kimahusiano, utapeli wa kifedha na vitu kama hivyo, lakini naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuimarisha swala zima la ulinzi na usalama kimtandao. Kwa mfano leo hii kuna swala zima la NIDA linasaidia katika kuepukana na utapeli, lakini watu wengi wanaiga maisha kwa sababu ya utapeli ulioko ndani yao. Mfano, kuna watu wanapohitaji mwenza au wanapohitaji mpenzi, yupo tayari kumdanganya kwamba yeye ana maisha mazuri, ana nyumba kali, ana gari, mwingine anakuambia ana pikipiki, ana maisha fulani ili aweze kumshawishi yule binti. Wakati huo hata bei ya tairi ya gari hajui. Wanakuambia hana mbele wala nyuma. Japo anakuambia umaridadi uficha umaskini. Sawa, lakini sio kwa kiwango hicho, kwa maana ya kuiga maisha. Kwa hiyo mimi ambacho napenda ni kwamba mtu aishi kulingana na uhalisia wa maisha yake. Inaweza kuwa rahisi kupata msaada zaidi katika swala zima la utafutaji. Umezungumzia kwamba asilimia kubwa wanaofanya hivyo ni watu ambao hawana elimu, lakini tunaona wasomi wengi wapo ambao wanaigiza maisha ambayo sio ya kwao. Unakuta mtu amesoma sawa na elimu ya kutosha, lakini anaishi maisha ya haya. Hivyo ni sawa. Katika swala zima la elimu, naweza ukawa msomi lakini bado hujaelimika. Kwa hiyo tunapozungumzia swala zima la elimu ni kujitambua we mwenyewe. Tunavyosema kwamba mtu anaweza akawa amesoma lakini bado hajaelimika, tunapozungumzia swala zima la elimu ni kwamba ni namna ya kukabiliana na mazingira na namna ya kuishi na jamii na kujitambua wewe mwenyewe. Ndio maana wengi wao kama amesoma halafu huku hana ajira, kwa wale ambao kidogo hawajaelimika, wengi wao wanakata tamaa. Lakini kusoma na ajira ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukasoma kana na elimu lakini ajira ukakosa vitu kama hivyo. Lakini tunapozungumzia wengi wao wanaoiga maisha ni ulimbukeni na ni ushamba. Kwa mfano leo hii tunashuhudia watu kutoka nchi mbalimbali, mfano watu wanaotoka kimataifa huko wa China wanakuja humu. Kwa bahati nzuri wewe ni shahidi, Mchina ametoka China na kuja humu Rusumo kufanya miradi yake. Uwezo ukamkuta naiga maisha, sio amevaa suti, sio amefanyeje, kila muda sio anatembea na kiozi, hapana. Anakuwa na uhalisia wa kupambana na maisha, lakini pia uwezo kamaona vile ana uwezo wake mkubwa. Tena mbaya zaidi, wale leo waajiri sasa, wale ambao tunaweza tukasema ni partner, wale ambao wanashirikiana nao, wale kifika jioni unakuta wana mikwara zaidi kwenye mabao, wanatesa kuliko mabosi wenyewe. Kwa hiyo swala zima la kuiga maisha tunaweza tukasema ni ushamba na ni ulimbukeni katika jamii. Lakini pamoja na yote wanakuambia siku zote kuna chochote chenye hasara kina faida, chenye faida kina hasara pia. Kwa upande wako, nini athari zinazowakumba hawa watu ambao wanaigiza sana maisha, wanaishi maisha ambayo sio ya kwao? Athari moja hapo ni kwamba itakuwa ngumu kupata msaada kwa haraka zaidi. Mfano leo hii tunashuhudia vijana anatembea ameweka ufunguo, yani ile remote ya gari ameiweka hapa. Kwa hiyo ukikutana naye utajua mwamba anamiliki gari. Kumbe wakati huo hamiliki gari wala hata kudrive hajui. Huenda amekutana nacho huko akakiokota, lakini ameninginiza hapa kwamba na hiyo onekane kwamba ni bora kuliko watu wengine. Kwa hiyo athari moja wapo kwamba ni rahisi kukosa msaada, lakini pia ni ataferi katika baadhi ya mambo ambayo atakuwa anapambana nayo. Leo hii wewe unaweza kaigiza kama nilivyosema, kuna baadhi ya wasomi wanaigiza. Haya, umeigiza wewe ni wakili. Hujaenda shule, hujasomea sheria. Haya, imagine kesi imekupata. Ni msaada gani utaupata? Itakuwa ni ngumu zaidi. Kwa hiyo swala zima la kuiga maisha sio swala zuri. Bora uishi katika uhalisia wa kwako mwenyewe. Na namkumbuka kijana mmoja yeye aliwahi kusema hivi, mimi katika maisha yangu jua ni langu, mvua ni yangu. Aliamua kusema vile akitambua kabisa maisha yake bado, kwa hiyo ana fursa ya kupambana katika maisha, katika hali ya jua, hali ya mvua, yumo akiamini mwisho wa siku atatoka. Lakini ukiwa wenzetu wanasema hawa wanaotumia lugha ambazo sio rasmi, lugha za mtaani, anasema kwamba bisho, leo hii anashindwa. Kuna yule mwenga mmoja aliimba eti kisa mtoto wa mama wananiita bisho. Unaona, kwa lugha za mtaani ambazo sio lugha rasmi, sio Kiswahili rasmi, wanajiita bisho. Yanajiita
bisho. Hawezi kufanya kazi yoyote ile. Hawezi kufanya kazi ambayo inaonekana kwamba itamchafua. Yaani sio kumchafua kwa maana ya kumharibia CV. Yaani ile kazi ambayo itaonekana amechafuka na vumbi na nini. Kwa mfano kama saidia fundi. Kwenda kulima vibarua. Hawezi kufanya hicho kitu. Lakini wanakwambia ili upate dhahabu ili ing'ae sharti ipitie kwenye moto. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu amefanikiwa lakini kuna moto amepitia kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo mfano tunazungumza tu kama bisho. Yeye baada ya kufanya kitu ambacho anatakiwa afanye, yeye ni mtu wa kuiga maisha. Yaani yupo tayari hata kama akiwa gereji ya kuna vazi fulani natakiwa ulivae. Japo sio analihitaji lakini kuna overall natakiwa ulivae ili unavyoenda kufanya ile kazi ikusaidie. Lakini kwa sababu yeye tayari ni bisho sasa, yupo tayari kuingia na t-shirt yake nyeupe na pamba anaenda kutengeneza gari. Wakati haendani na mazingira. Inakusaidia kwa maana ya michubuko, kila kitu ambacho kinaweza kutokea inaweza kama pamoja na kuzungumzia athari ambazo zinatokana na zinapatikana kwa watu ambao wanaigiza maisha. Unafikiri nini kifanyike sasa ili vijana waweze kuacha tabia hiyo ya kuigiza maisha ambayo sio ya kwao? Kwanza kabisa kitu ambacho kinatakiwa kifanyike, elimu itolewe mitaani. Elimu itolewe kwa maana ya vijana kuwaelekeza kwamba kuliko kuiga maisha bora uishi katika uhalisia fulani. Mfano vijana tunaweza kusema Gen Z. Gen Z wenyewe anajiita. Wewe haupo kwenye Gen Z Master Photo? Mimi wa zamani. Tunazungumza vijana wa Gen Z wa kizazi hiki. Unaona wengi wao wanaigiza lakini wangekuwa na ile output ya kuigiza wakiwa kwenye kitu fulani. Yaani uache ile ya kuiga tu ili mradi umeiga. Basi iga kwenda kupanda kahawa, iga kwenda kupanda parachichi, iga kwenda kupanda migomba. Hii itakusaidia. Lakini kuiga ule ubisho sasa kwamba mimi lazima niwe hivi. Yaani unakuta mtu siku hizi vijana wengi wameenda mbali zaidi. Unakuta anavaa vazi ambalo hata haliruhusiwi. Yaani raia wa kawaida haruhusiwi kuvaa vazi. Mfano leo hii tunashuhudia baadhi ya vijana wanavaa t-shirt ambazo kwao sio zenyewe. Mwingine anaenda labda nakutana t-shirt ya jeshi anavaa anajitia ukamanda sasa kwamba na yeye ni kamanda. Kumbe wale wenzake huwezi ukapata kitu hivi. Kuna process, kuna mchakato amepitia ili afike mahali pale. Kwa hiyo kuiga vitu kama hivyo bora tuige kwenda shambani. Hiyo itatusaidia kupata manufaa makubwa kuliko kuiga ubisho. Leo hii napongeza wenzetu wako kimataifa. Mtu anaiga mafanikio ya kitu fulani. Leo hii anahitaji labda awe rais au awe mbunge, awe diwani, awe kiongozi mkubwa. Mbunifu wa vitu fulani. Anachokuwa anakiiga yeye sasa ni kwamba anahitaji kuwa rais. Anafuatilia hotuba za viongozi mbalimbali. Anafuatilia miongozo na mienendo ya sifa ya kuwa kiongozi. Kwa hiyo hata kama anakuwa anaigiza, anakuwa na future ile ya maisha mbele. Mimi nahitaji labda mfano sasa, mimi nahitaji niwe rais. Inabidi nifuatilie marais walioanza kuongoza kuanzia mwanzo hadi sasa hivi. Mienendo yao ilikuwaje? Hotuba zao zilikuwaje? Madhumuni yao yalikuwa ni yapi? Kwa hiyo anakuwa naiga kupitia humo. Lakini vijana ambao tunaanza kuzungumza vijana wa sasa hivi, yeye anaiga vitu ambavyo ni hovyo kabisa, vitu ambavyo haviwezi vikamletea manufaa yote. Lakini tungekuwa kama wenzetu walioendelea, yeye ataigiza kuendesha gari na atalifuatia atajitahidi kujifunza kuendesha gari, na ile gari itaweza kumsaidia aidha kinunua hata kama siponunua. Kuna watu wengi wamefaidi kupitia fani mbalimbali. Kwa hiyo ambacho naweza nikakishauri watu waige fani kwa kufanya, sio kuiga tu ili mradi umeiga. Wewe iga ni wakili, sawa, tukatai. Nenda darasani, soma, hakikisha na umekuwa wakili. Wewe umeiga labda unataka kuwa diwani, basi anza kufanya michakato ya kuhamasisha maendeleo katika jamii. Hicho ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia kijana au mtu yeyote ambaye ana tabia za kuiga maisha. Lakini leo hii kuna vijana wengi wana mikwara mitandaoni. Kila siku yeye akipiga picha ni snap, ana edit fresh, anaweka, yupo tayari kuazima vazi, anavaa vazi, anapiga picha, anaposti.
tunasema ni mikwara, ni lugha ambayo sio rasmi, lakini wana mikwara mtandaoni. Yaani mtu uhalisia mtandaoni na uhalisia maisha yake ni vitu vile tofauti. Hata kama umepata sehemu kazi, uwezo kumshtua kwa sababu najua huyu ana kazi tayari. Kwa hiyo wenzetu wanasema kwamba tayari alishajipata. Kumbe bado kabisa ni msakato. Bado ni msakato. Lakini wanasema ndivyo maisha ya vijana na vijana ni maji ya moto. Na ndio maana tunayazungumza hapa Dar es Salaam Tanzanite TV ili tuweze kuelimika wote kwa pamoja, tufate mienendo mizuri ambayo itatusaidia hata katika maisha yetu ya baadaye. Wakati tunaenda kumalizia Master Photo, ningependa utoe neno fupi kwa vijana kuhusiana na dunia ya sasa, hawa Gen Z na namna ambavyo wanajipeleka. Mimi neno ambalo naweza nikatoa kwa vijana, cha kwanza kabisa tujue kwamba dunia sasa hivi ni ya utandawazi, imeenda viral sana. Kwa hiyo tujaribu kufuatilia mitandao ya kijamii, lakini pia vyombo vya habari ikiwa redio, gazeti, hii mitandao ya kijamii na vyombo vyote vya habari. Mfano leo hii sitomtaja, moja ya viongozi wakubwa wao katika speech zao, kipindi yeye anawaza kuwa kiongozi mkubwa, alikuwa akienda msituni, anaanza kutoa speech akiashumu sasa kwamba ile miti sasa ndo wananchi, ili anapoenda jukwani asianze kutetemeka. Tunashuhudia baadhi ya viongozi wanaenda kuapishwa, akifika pale anaanza kutetemeka. Kwa nini anatetemeka? Ni maana yake maandalizi. Lakini angekuwa anafanya hata maandalizi ya kwenda kujifanyia evaluation yeye kama yeye, maana yake akienda pale hamna kitu cha kubabaika. Tunashuhudia viongozi wengi wakifanya hivyo. Lakini pia ya viongozi walikuwa wakienda msituni, anashumu kwamba ile miti sasa ndo watu, anaanza kutoa hotuba na mwisho wa siku aliweza kufanikiwa. Lakini kitu tuige fani, so tuige kwa kufanya kitu fulani ambacho kitatuletea maendeleo. Tuachane na huu utapeli wa kisasa ambao mtu anaenda naiga mbele ya mwanamke kwamba mimi nina nyumba, mimi si mtajiri, mimi si ni fulani, kumbe hana lolote. Hicho kitu hakitokusaidia chochote. Unaenda kuiga maisha kwake, siku anakuambia nina shida na 50,000, unaanza kusema mchakato. Akimpigia video call anaenda kwa nyumba ya jirani. Kwa nyumba ya jirani. Yenye gate. Kumbe yeye bwana hana chochote. Kwa hiyo tuishi uhalisia wa maisha yetu, lakini tukiamini Mungu atafanya, Mungu atatenda kwa wakati wake, ila tuzidi kupambana. Asante sana Master Photo, na hivyo ndivyo tunamaliza katika kipindi hiki cha maisha na watu. Ulikuwa nami Ganji Mashaka, lakini pia nilikuwa na Ayubu Amos. Endelea kufuatilia Dar es Salaam Tanzanite TV. Chao chao.